Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tulionayo usiku huu. Licha matatizo chungu nzima yanayowakumba wahamiaji, nini hasa huwapa ari ya kukimbia makwao licha changamoto zote hizo? Wafanyakazi wa televisheni ya Marekani wafanya sala fupi kwa kumbuka wenzao wawili waliouliwa kwa kupigwa risasi na aliyekuwa mfanyakazi mwenzao. Baada ya sarafu ya China kudorora kwa siku kadhaa, sasa masoko ya hisa nchini humo yaanza kung'ara. Katika michezo, Usain Bolt kutoka Jamaica kwa mara nyingine tena athibitisha kwamba ndiye mwanariadha anayekimbia kwa kasi zaidi ulimwenguni. Hujambo na karibu katika Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni na michezo. Mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London. Tatizo la wahamiaji magharibi mwa Balkans linapewa kipaumbele katika mkutano wa mataifa ya Ulaya unaofanyika jijini Vienna nchini Austria. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani ameonya kwamba kuna uwezekano wa vurugu kuzuka ikiwa mataifa machache yataachiwa kukabiliana na mzigo wa wahamiaji peke yao. Mbali na Syria, idadi kubwa ya wahamiaji wanaoelekea Ulaya ni kutoka barani Afrika. Ni lazima wavuke bahari ya Mediterranean. Mwezi Aprili mwaka huu, takriban watu 700 walizama kwa siku moja wakijaribu kuivuka bahari hiyo. Baadhi yao walikuwa ni kutoka eneo lililo mashariki mwa Senegal la Tambacounda. Qasim Kaira anaelezea zaidi. Kwenye mji wa Tambacounda, kituo cha basi huwa na shughuli karibu saa 24. Eneo hili lenye umaskini mwingi liko kilomita 600 kutoka mji mkuu wa Senegal, Dakar, na linapakana na Mauritania, Mali, Guinea na Gambia. Wakazi wake wengi wameondoka na kuelekea Ulaya kukimbia umaskini huu. Mmewe Aissatu Sanogo Suleiman ni mmoja kati ya wale walioondoka kukimbia umaskini. Baada ya kuondoka Senegal mwezi wa Novemba, alielekea Libya na baadaye Ulaya mwezi Aprili. Mwezi Juni, mama huyu mwenye watoto 3 alipigiwa simu kutoka kwa rafiki ya mumewe aliyesafiri naye. Suleiman alikuwa kati ya mamia wahamiaji waliozama kwenye bahari ya Mediterranean. Nilimwambia nilikuwa sitaki aondoke, kwamba licha ya kutokuwa na pesa nyingi, alikuwa anapata fedha kidogo zinazotosha kutuhudumia. Nilikuwa sitaki makubwa, lakini alisisitiza kuondoka akisema alitaka kutupa maisha bora na pia kumsaidia babake mgonjwa. Mjini kote taarifa unapata zizo hizo. Ndugu au mzazi aliyefariki akijaribu kuvuka bahari kuelekea Ulaya kwa njia haramu. Hapa mashirika ya usafiri yanauza tiketi za kwenda mataifa jirani. Kutoka Tambacounda, wahamiaji wengi wanaelekea mpakani na Mali, na kutoka hapo hadi Bamako kabla ya kuingia Burkina Faso na kisha Niger. Wanatoka mji wa Agadez nchini Niger na kuvuka jangwa la Sahara kabla ya kuingia Libya. Ndicho kituo cha mwisho barani kabla ya wasafirishaji watu haramu kuwaeka kwenye mashua kuelekea Italia. Mamlaka hapa zinasema hazina takwimu kamili kuhusu idadi ya watu wanaoondoka au waliofariki kutokana na safari hizi, ila wanaobahatika kurejea wanajulikana. Vijana 75 kutoka eneo hili wamerejeshwa tangu mwanzo wa mwaka huu. Afisa huyu kutoka Wizara ya Vijana anasema kuna changamoto katika juhudi za serikali kutoa ajira, na mpaka sasa pia hakuna mpango au huduma ya kusaidia jamii zilizoathirika kwa kupoteza watu wao kutokana na safari hizi hatari. Kufikia leo hatuna mpango maalum unaolenga kusaidia jamii zinazopoteza watu wao katika uhamiaji haramu. Mara kwa mara unapata misaada midogo inatoka kwa mamlaka za eneo fulani kusaidia jamii kukabiliana na misiba. Aissatu hajapokea chochote kufuatia kifo cha mumewe. Anategemea misaada kutoka jamii yake nayo maskini. Aissatu hakuweza kumzuia mumewe kuondoka, lakini amefanya ahadi moja kwamba hatokubali watoto wake kamwe kuondoka kuelekea Ulaya isipokuwa kwa ndege na wakiwa na visa. Qasim Kaira, BBC. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hii na nyingine nyingi, unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbcswahili.com. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu.
Nchini Nigeria kumefanyika maandamano ya kukumbuka siku 500 tangu kutekwa kwa wasichana wa shule ya Chibok na kundi la Boko Haram. Mjini Lagos na katika mji mkuu wa Nigeria Abuja, makundi ya wanawake, wanaume na watoto wamevalia nguo nyekundu na kuweka utepe mwekundu katika njia, ikiwa ni jitihada za kukumbusha umma tukio hilo. Jopo maalum litakaloamua iwapo mwanariadha wa Afrika Kusini Oscar Pistorius aachiliwe huru ama la watakutana tarehe 18 Septemba. Pistorius amekuwa gerezani kwa miezi 10 sasa baada ya kumfiatulia risasi mpenzi wake Reeva Steenkamp miaka 2 iliyopita. Ilitarajiwa kuwa ataachiliwa huru Ijumaa iliyopita, lakini waziri wa sheria alizuia kwa kusema ni mapema sana na hamna msingi wa kisheria. Miaka 60 iliyopita nakala ya kwanza ya Guinness Book of Records ilichapishwa. Mwanzo ilikuwa imetolewa kama zawadi kwa wamiliki wa baa nchini Uingereza. Ilikuwa na vitu na watu wengi waliovunja rekodi, akiwemo Roger Bannister ambaye wakati huo alivunja rekodi ya kuwa mtu wa kwanza kukimbia maili 1 chini ya dakika 4. Malalamiko binafsi na ubaguzi wa rangi ndio chanzo cha mauaji ya waandishi wawili wa habari Alison Parker na Adam Ward wakati wakifanya matangazo ya moja kwa moja kwa njia ya televisheni katika jimbo la Virginia, Marekani. Wawili hawa wameuliwa na mfanyakazi mwenzao wa zamani Vesta Lee Flanagan ambaye inaaminiwa alipata bastola kinyume cha sheria. Suluma Kasim anatuarifu zaidi. Alikuwa akisubiri huku akiangalia matangazo ya asubuhi, mkono mmoja akiwa ameshika bastola na mkono wa pili akiwa ameshika kamera. Amehakikisha kuwa mtangazaji akiwa amerejea mbele ya skrini ya televisheni kabla ya kufyatua risasi 14. Halafu tena akaiweka video tukio hilo kwenye mtandao wa kijamii. Wakati akiwa kimbia polisi, aligonga gari lake kabla ya kujiua mwenyewe kwa bastola. Mtu huyu mwenye umri wa miaka 41 alikuwa akifanya kazi katika kituo hicho cha televisheni hadi mwaka 2013. Familia na rafiki zake wanasema wamegutushwa. Waathirika wake ni kundi la watangazaji wa kipindi cha asubuhi cha televisheni, wakiwa na nyuso zilizojaa furaha na tabasamu kubwa. Alison Parker na Adam Ward pia walipata wapenzi katika kituo hicho cha TV. Mpenzi wake Alison amesema marehemu alikuwa mwanamke mzuri sana. Tulipoazimisha miezi 6 tangu kupendana, alinitengenezea albumu na kuweka picha za muda tuliokuwa pamoja katika kipindi cha miezi 6 ya kwanza. Kwa mara nyingine tena kumezuka mjadala kuhusu kuimarisha sheria za umilikaji bunduki nchini Marekani. Andy, babake Alison, amesema atapigania kuweko na uchunguzi imara kwa tabia za watu wanaomiliki bunduki. Amesema ijapokuwa hawezi kumrudisha tena mwanawe, lakini anasema lazima afanye kitu. Suluma Kasim, BBC. Matangazo yetu ya redio yanaweza kusikika pia kupitia tovuti yetu bbcswahili.com. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London. Mimi ni Zuhra Yunus. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Zuhra Yunus. Habari kuu usiku huu. Wakuu wa mataifa ya Muungano wa Ulaya wamekuwa wakifanya mkutano mjini Vienna nchini Austria kujadili mzozo wa wahamiaji unaokabili Muungano wa Ulaya. Lakini pia kuna wahamiaji kutoka Afrika wanaoelekea Ulaya kupitia bahari ya Mediterranean. Wengine walizama, wengi wao walitokea mashariki mwa Senegal. Rais Obama amesema anatumai kwamba wananchi watashinikiza zaidi udhibiti imara wa bunduki baada ya tukio la mauaji ya waandishi wawili wa habari wakati wakifanya matangazo ya moja kwa moja katika jimbo la Virginia. Watu hao wameuliwa na mfanyakazi mwenzao wa zamani Vesta Lee Flanagan ambaye inaaminiwa aliipata bastola yake kinyume cha sheria. Masoko ya hisa huko China yameng'ara leo kwa viwango vya hisa kupanda baada ya siku kadhaa za mdororo wa sarafu. Hali hiyo imetetemesha ulimwengu wa fedha na uchumi kote duniani. Ishara za soko la hisa la Shanghai zilifungua kwa 5.4%. Masoko katika mataifa mengine ya Asia pia yalipata afueni ikilinganishwa na viwango vya jana Jumatano kwenye soko kuu la Wall Street. Hali hiyo imesababisha msukosuko huko Afrika Kusini ambako sarafu ya rand ilishuka kwa kiwango kikubwa dhidi ya dola ya Marekani kutokana na uchumi wa nchi hiyo kutegemea mno uwekezaji kutoka China. Je, uchumi wa Afrika ya Kusini utatetereka kila thamani ya masoko ya hisa ya China inapoyumbishwa? Eid Saif anatuchambulia. Ushirikiano wa biashara kati ya China na Afrika ya Kusini ni muhimu sana.
Kuna zaidi ya makampuni yasiyopungua 100 yaliyowekeza huko Afrika ya Kusini katika migodi na benki na sekta ya umeme. Makampuni hayo yana thamani ya takriban dola bilioni 10. Kwa hiyo mtikisiko masoko ya hisa unapotokea China, bila shaka Afrika ya Kusini itapatwa na homa. Tunahitaji mpango mbadala na kwa haraka. Uchumi wetu kawaida unategemea bidhaa. Tutawezaje kupiga hatua zaidi ya hapo na tusiwe tegemezi wa mfumo mmoja wa uchumi kama tulivyokuja kuelewa kasumba ya kukua kwa uchumi wa China? Ajira kwa mtu mmoja katika migodi ya madini hutegemewa na watu 10 nchini Afrika ya Kusini. Sekta hii pia huchangia zaidi ya 8% ya pato la taifa kwa kila mwaka. Kwa hiyo Afrika ya Kusini inategemea sana biashara ya kuiuzia China bidhaa zake, lakini inahitaji usawa katika ushirikiano huo. Hali hii ya eti haijasaidia kuinua kiwango cha thamani ya sarafu ya Afrika ya Kusini ya rand. Lakini licha ya hali hiyo, uhusiano baina ya nchi hizo mbili unazidi kuimarika. Kemo Bosielo ni mmoja wa wanafunzi 50 wa Afrika ya Kusini waliohitimisha masomo yao huko Beijing. Nadhani misingi ya kijiografia ni madhubuti mno, na hilo linaweza kutusaidia tupitie mitihani ya aina yoyote kiuchumi. Bila shaka uchumi wa pili kwa ukubwa duniani utaendelea kusukuma maendeleo huko Afrika ya Kusini, lakini onyo limejitokeza. Viwango vya kupindukia vya ustawi vya hivi karibuni hii leo vimeanza kupunguza kasi. Id Saif, BBC. Na baada ya muda si mrefu tutaungana na John Mashaka akiwa kule Marekani kutuchambulia zaidi kuhusu swala hilo la mambo ya sarafu. Lakini kwanza hebu tuelekee Sudan Kusini. Leo wanaelezea watu wa huko matumaini yao baada ya Rais Kiir hatimaye kutia saini mkataba wa amani ili kusitisha mzozo uliodumu karibia miaka 2. Lakini labda wana wasiwasi na mkataba huu kama ilivyokuwa hapo awali Salva Kiir aliposusia kutia saini mkataba huo. Alitaja mambo 16 ambayo hayakumridhisha mbele ya viongozi wa Afrika mjini Juba. Nayo Marekani imetoa tahadhari kwa viongozi wasikiuke mkataba huo. Emmanuel Gunza anaarifu zaidi. Ni wakati ambao wa Sudan Kusini wengi wana matumaini kuwa huenda ndio mwisho wa vita vilivyodumu kwa muda wa miezi 20. Rais Kiir ametia saini mkataba ambao wiki moja tu iliyopita alisusia kusaini. Katika maeneo mengi nchini humu, habari zimepokelewa kwa hisia tofauti ya matumaini, lakini vile vile ghadhabu na mashaka. Naam, miaka 20 iliyopita ilikuwa ni nyakati za huzuni mno, na kwa makubaliano ya amani kutiwa saini, angalau ni siku nyingine ya uhuru. Hatua hii inafaa jadiliwe na wapatanishi wa IGAD na wahusika wote, na natumaini wataweza kulainisha yote katika makubaliano haya. Lakini haya si matumaini ya watu wa Sudan Kusini pekee. Jamii ya kimataifa imesema mzozo huu umeendelea kwa muda mrefu sana. Hali imekuwa tulivu hapa katika mji mkuu wa Juba, lakini siku zijazo ni muhimu katika mustakabali wa taifa hili. Kwa mujibu wa mkataba huu mpya wa amani, ifikiapo Jumamosi usiku, pande zote mbili zinatarajiwa kuwa zimeanza kutekeleza kikamilifu makubaliano ya kusitisha mapigano. Ili makubaliano hayo ya dumu, itategemea iwapo Rais Kiir na Machar watafanikiwa kuwashawishi wanaopigana kuweka silaha zao chini na kukubali amani. Tayari kuna kundi la waasi linalosema kwamba hawataheshimu makubaliano hayo. Tutaendelea na mapambano. Tunaamini IGAD imekataa kufahamu kwa sababu imekaa kimya kuhusu swala letu. Lakini tutaendelea na vita. Tutafuata IGAD upande wa Ethiopia na tutafanya vikao vingine vitakavyoshughulikia tatizo hili kwa sababu tuna ushawishi mkubwa. Taarifa zilizoibuka hivi karibuni za mapigano upande wa kaskazini yamezidi kutia wasiwasi juhudi hizi za sasa za kuleta amani nchini humo. Na kwa wengi ambao wanatamani kuishi kwa amani, huenda wakasubiri kwa muda mrefu. Emmanuel Gunza, BBC, Juba, Sudan Kusini. Na kama nilivyoahidi hapo awali, tunaungana na mchambuzi wetu wa masuala ya uchumi John Mashaka ambaye yupo nchini Marekani. Ni kuhusiana na lile swala la uchumi wa China, kupanda kwa hisa, kung'ara na kadhalika. Karibu sana John Mashaka. Juzi tu tumeshuhudia sarafu za kimataifa kupoteza thamani yake China iliposhusha kiwango cha fedha yao ya yuan mara 3 kwa wiki moja. Na leo tunaambiwa masoko duniani yameimarika. Ina maana dunia nzima inategemea China. Asante sana Zura. Kwa kifupi ni kwamba lazima tukubali kwamba uchumi wa China
ni uchumi mkubwa sana duniani. Ni uchumi wa pili ambayo ina thamani ya dola trilioni 11. Kwa hiyo hakuna nchi yoyote duniani ambayo haifanyi biashara na Uchina. Kila nchi kwa namna moja au nyingine inafanya biashara na Uchina. Lakini kuna matatizo ambayo serikali ya China inajaribu kuyafunika, ambayo mwisho wa siku itagharimu kwa kiwango kikubwa sana. Kama ulivyosema, katika kipindi kifupi wamejaribu kutumia mbinu tofauti kuzuia wananchi na hata uchumi wao usiterereke zaidi, lakini wanachofanya ni kwamba hawatoi tiba. Wanajaribu kumpa mgonjwa wa saratani dawa ya maumivu wakati ugonjwa unaendelea kumtafuna. Mashaka, kwa lugha nyepesi, nini hasa kinachosababisha sarafu na masoko ya hisa kupanda na kushuka? Kupanda na kushuka ni kwamba serikali inaingilia, badala ya kuacha wataalamu wafanye kazi zao. Serikali ya Uchina inajaribu kuficha udhaifu wake. Haitaki kuonyesha wananchi kwamba kuna tatizo kubwa, kwa sababu wanahofia kwamba wananchi watakapokuja kugundua tatizo kamili, nafikiri kutakuwepo na uasi mkubwa, au pengine nchi kayumba, uongozi ukayumba na waliopo madarakani wakaondolewa. Kwa hiyo wanachofanya zaidi ni kujaribu kulinda utawala wao. Na huku kuyumba kwa hizi sarafu kwa wawekezaji ina athari gani? Sarafu inapoyumba ni tatizo kubwa sana. Kwa mfano, nchi za magharibi zinazofanya biashara na Uchina, kwa sasa hivi wanapopeleka bidhaa zao nchini Uchina, wanachoambulia sana sana ni hasara. Lakini Wachina wanapokuwa wanasafirisha bidhaa zao nchi za nje, inakuwa ni faida kubwa zaidi. Kwa hiyo nchi nyingi, mataifa mengi, tuseme kwa mfano Amerika ya Kusini, Europa, Marekani, kuna matatizo. Na matatizo ni kwamba ile kasi ya uchumi uliokuwa ikiendelea imepungua na inaendelea kupungua ili tatizo lisipotafutiwa ufumbuzi. Shukran sana. Huyo ni John Mashaka, mtaalamu wa masuala ya kiuchumi akiwa kule North Carolina nchini Marekani. Usain Bolt kutoka Jamaica amethibitisha bado ndiye binadamu anayekwenda kwa kasi zaidi duniani. Kuwa nasi baada ya muda mfupi kwa taarifa za michezo. Ndio huyo unamuona na baadaye utamuona zaidi. Tutakuletea taarifa hiyo pamoja na nyingine kadhaa za michezo baada ya muda mfupi. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London. Mimi ni Zuhra Yunus. Ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London, na sasa moja kwa moja kwa taarifa za michezo. Kwa mara nyingine tena, Usain Bolt kutoka Jamaica aliweza kutimka kwa kasi zaidi na kuwa bingwa wa dunia mbio za mita 200 baada ya kumshinda Marekani Justin Gatlin ambaye ilibidi aridhike na medali ya fedha katika mashindano ya dunia ya riadha mjini Beijing. Licha awali kutoa ubingwa katika mbio za mita 100, baadhi hawakuwa na uhakika Bolt ataweza pia kuwa bingwa katika mbio za mita 200. Hata hivyo, alimaliza mbio hizo kwa muda mzuri, sekunde 19.55, ambao ndio muda bora zaidi duniani. Bolt alisema ni fahari kubwa kwa yeye kuwa bingwa wa dunia kwa mara ya 10, na ushindi huu ni muhimu sana kwake, kwani baadhi ya watu walikuwa tayari wameamini atashindwa. Hata hivyo, katika hali ya shangwe, Bolt aligongwa na mpiga picha mmoja aliyekuwa akiendesha kijiskuta cha kupigia picha. Hapo hatari. Draw ya mechi za makundi za klabu bingwa barani Ulaya imefanyika leo. Manchester United imo kundi moja na PSV ya Uholanzi, CSKA Moscow ya Urusi na Wolfsburg ya Ujerumani katika kundi B. Meneja Jose Mourinho akiongoza klabu ya Chelsea atarudi Porto kupambana na timu hiyo ya Ureno aliyowahi kuifundisha. Chelsea wamo katika kundi moja na Dynamo Kiev ya Ukraine na vile Maccabi Tel Aviv ya Israel katika kundi G. Arsenal imo katika kundi la F pamoja na Bayern Munich ya Ujerumani, Olympiacos ya Ugiriki na Dinamo Zagreb ya Croatia. Manchester City, Juventus ya Italia, Sevilla ya Hispania, Borussia Mönchengladbach ya Ujerumani wamo katika kundi D. Mario Balotelli amesema hawezi kufanya makosa tena katika maisha yake ya soka baada ya kuhamia AC Milan ya Italia kutoka Liverpool ya Uingereza. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Italia mwenye umri wa miaka 25 ambaye jana amerudi tena kwa klabu hiyo ambayo imewahi kuwa bingwa barani Ulaya mara 7. Amesema anahisi ni kama mtu ambaye sasa anaisahau sehemu moja maisha yake na kwamba alicheza na kuishi kama mvulana mdogo na kuzipoteza nafasi nyingi. Alifungia Liverpool goli moja tu katika ligi kuu ya Premier tangu kuhama kutoka Milan aliponunuliwa kwa pauni milioni 16 mwezi Agosti mwaka 2014.
Usipotizama kwa makini utadhani klabu Limerick ya Ireland imemsajili mshambulizi mashuhuri wa soka wa klabu ya Barcelona ya Uhispania Neymar. Lakini kijana huyu upande wa kushoto hafahamiki mno, ila anafanana sana na Neymar. Wakati Neymar halisi atakuwa anapambana katika mechi za klabu bingwa Ulaya, Barry Cotter awali alikuwa akiichezea Ennis Town, ndiyo tu amehitimu kucheza ligi ya taifa Ireland ya vijana chini ya umri wa miaka 17. Ni hayo tu kwa leo katika michezo. Na sasa tuangalie ujumbe wako kupitia mtandao wetu, na swali letu lilikuwa umewahi kuvunja au ungependa kuvunja rekodi gani? Tunaanza na Vedasto Romani kama unavyoona hapo. Yeye ametoka Nzega, anasema angependa kuvunja rekodi ya kuwa ni mtunzaji mzuri wa mazingira. Na hapa nina tuta yake Isaya Sambo wa Dodoma, anasema angependa vunja rekodi ya kuwa mwana masumbwi wa kwanza asiye na mpinzani ulimwenguni. Tatizo anasema hana nyama wala uwezo huo hana. Na vile vile Christian Hosea wa Nairobi, Kenya, yeye anasema angependa kuvunja rekodi ya kuwa mtangazaji bora duniani. Mungu anasema anisaidie. Na mimi nakwambia Christian, inshallah Mungu atakusaidia. Na wewe pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia Facebook na vile vile Twitter. Na hatimaye wanandoa hawa kutoka Florida, kwa wale ambao bado hawajaolewa au hawajaoa, mwangalieni hao. Marekani wamefunga ndoa ya mbwembwe baada ya kufunga pingu hizo chini ya maji. Wanandoa hao wenye furaha walichagua tarehe na eneo hilo la kipekee kwa sababu iligongana na miaka 50 ya kuadhimisha sanamu mashuhuri chini ya maji itwayo The Christ of the Deep. Kamera maalum imetumika ili waweze kuwapa ndugu na marafiki waweze kushuhudia tukio hilo. Samaki tele na viumbe wengine wa majini nao walijitokeza mambo hayo. Na kwa habari hizo hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi kesho panapo majaliwa. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, na watakieni nyote njozi njema.